Bwana asifiwe sana. Mwaka 1782 tarehe 15 mwezi wa pili, katika upande wa magharibi wa nchi ya Marekani kule New York, alizaliwa kijana aliyeitwa William Miller. Kijana huyu alikuwa na wazazi wake ambao kimsingi walikuwa na uelewa wa imani, na katika kipindi hiki watu wengi, asilimia kubwa ya vijana waliokuwa wakizunguka maeneo haya, walikuwa pia hawaamini uwepo wa Mungu. Na alikuwa na tabia ya kuendelea kujifunza siku baada ya siku. Alikuwa na tabia ya kwenda katika maktaba mbalimbali na kuazima vitabu ili aweze kuvisoma. Wazazi wake hawakufurahishwa na tabia yake ya kuamka katikati ya usiku na kuwasha moto na kuanza kusoma vitabu akitumia moto. Na hivyo baba yake alimwambia, nikiona tabia hii inaendelea nitakushughulikia. Lakini kwa jinsi alivyopenda kusoma na alivyokuwa makini, hakuiacha tabia yake. Aliendelea kuwa msomaji mzuri na akaendelea kusoma hata Biblia pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka 1812 vita ilitokea, na alikuwa mmoja kati ya watu walioondoka kwenda vitani ili kuweza kupambana. Na mara baada ya kutoka vitani, alirudi nyumbani na lile shamba wazazi wake walikuwa wameliacha katika miliki yake walilokuwa wakiishi ndani yake. Na hivyo wazazi wake walipokuwa wamemwachia, alitumia tena muda wa kutosha kuwa mtetea haki na amani katika taifa, akiwaelekeza vijana na watu mbalimbali kuishi kwa maadili ya neno la Mungu. William Miller aliendelea kuishi na kusoma neno la Bwana. Hasa alivutiwa zaidi na usomaji wa vitabu vya Danieli na Ufunuo. Alisoma kuanzia mapema, lakini zaidi nataka nikulete mwaka 1818 alipovisoma, na wakati anasoma kwa bidii akagundua kitu ambacho si cha kawaida katika maandiko, ambacho kinapatikana katika Danieli sura ya 8 fungu lile la 14. Hapa alipojifunza kwa umakini, akaona kana kwamba unabii wa siku 2300 au miaka 2300 ulikuwa unakwenda kuhitimishwa kwa ujio wa Yesu kuja mara ya pili. Hatujui saa ya kuja kwake. Hili lilimtia hamasa zaidi, lakini hakufikia katika kuweka tarehe wala siku, isipokuwa waumini waliokuwa wakisikia mafundisho waliokuwa wakiyatoa wakasema, hii bila shaka, kwa jinsi tunavyoangalia kalenda ya matukio, wakianza kusoma unabii wa Danieli ambao mfalme Atashasta alitoa amri yake, jamani Bwana Yesu asifiwe, mwaka 457, wa amri ile ya decree ya mwisho ya 3, akiwaambia Wayahudi warudi kwenda kujenga mji wa Yerusalemu, akiwaachia huru na wakienda kuanza kufanya hivyo. Akaangalia katika picha na kusoma, akaona majuma 7 yaliyokatwa yakikomea katika mwaka 408, yani wamekamilisha tangu kuanza kujenga hadi kukamilisha ujenzi wa lile hekalu na kuta zake, ilikuwa mwaka 408, ambayo ni majuma 7 sawa na miaka 49. Na baadaye wakapiga hesabu ya yale majuma 62 tena, kwa sababu tuna majuma 70, 7 yamekatwa, alafu 62 kuanzia wakati huu wa kumaliza kujenga mpaka wakati Masihi atakapowekwa wakfu, yani mwaka 27 Yesu atakapobatizwa. Wakapiga hesabu, wakaendelea, wakaangalia
juma moja lililobaki ambalo liko mbele, ambalo linaanza tangu Yesu kubatizwa mwaka 27 hadi Yesu anapope nusu juma, ambayo miaka 3.5, wakati Yesu anabatizwa hadi anasulubishwa msalabani mwaka 31. Na wakaangalia kuanzia nusu juma tangu Yesu kusulubishwa msalabani hadi injili kutoka kwa Wayahudi na kwenda kwa mataifa, baada ya Stefano kupigwa mawe mwaka ule wa 34, wakapiga hesabu wakaona majuma 70 yanakwenda pale. Lakini pia wakapiga hesabu kuanzia hapo sasa katika kipindi kilichobaki, ili kutimiza muda ule kuanzia mwaka 34 hadi kufika miaka ile 2300, kwamba imesalia miaka 1810 na inaenda kuleta hitimisho la siku 2300. Wakaamini ya kuwa Yesu anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anakuja. Hebu mwambie mwenzako, Yesu anakuja. Wimbo mmoja ulikuwa unaimbwa zamani, upende usipende, Yesu anakuja. Upende usipende, Yesu anaimba. Yesu anakuja. Upende usipende, Yesu anakuja. Upende usipende, Yesu anakuja. Upende usipende, Yesu upende. Nani? Yesu anakuja. Upende usipende, Yesu Waliliona tumaini hili la hakika kwamba muda si mrefu Yesu anakuja, na bila shaka ndilo linafanya sasa tumeketi humu ndani, kwamba muda si punde yeye ajaye atakuja na hata kawia. Na hivyo tunaitwa sasa kuweka maisha yetu tayari. Sasa huyu William Miller katika kusoma unabii huu na akatazama, ndipo tafsiri hii kakaa ndani ya akili yake. Kweli hakuweka, akarudia kusoma Biblia mara 15 nyingine zaidi mpaka mwaka 1931. Akasema, nadhani yale niliyoyapata sasa naweza nikashiriki na watu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Alisoma Biblia yake ilikuwa imechafuka kila ukurasa wake. Unajua Biblia sio irizi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Biblia ni kitabu kinachomfunua Yesu, na hata tukiisoma mara nyingi kama haitatubadilisha tunabaki pale pale vile tulivyo. Wako watu wamesoma Biblia mwanzo hadi Ufunuo mara 70, lakini hawatauona uzima wa milele. Nataka niwaambie, sikatishi tamaa mtu asisome Biblia, lakini humo ndani ya kitabu sura ya Yesu naona karatasi zimekuwa wayo wake wa mwongozo. Yesu anahitaji tumtambue katika kizazi chetu cha sasa, ambacho mambo na maadili yanaendelea kumomonyoka, ambapo kila siku ni kesi baada ya kesi, ambapo dharau zinaongezeka katika ulimwengu huu, ambapo kiburi kinaendelea kuongezeka, maadili yanamomonyoka. Mungu anataka watu wake waaminifu. William Miller akasoma akasema, sasa nakubaliana, Yesu anakuja. Na alipokuja sasa wakakusanyika. Jamani, mnakumbuka ile inaitwa The Great Discernment? Wakasubiri kwa hamu, shauku. Oktoba 22, wanaume na wanawake wakakusanyika kwa furaha, wanasubiri huyo sasa Bwana wetu tuliyemngoja. Wanasubiri kwa hamu. Masaa yakaanza kuyoyoma. Kile ulichokiamini kwamba ni kweli, wakati unapoamini ni uongo sasa. Wakasubiri. Naona masaa yanakwenda, jioni inaenda, hajaonekana Yesu. Naona fikra mseto miongoni mwa watu waliokuwa wanasubiri kwa shauku kubwa kuja kwa Yesu, lakini hawakumuona. Lakini katika haya yote, kikubwa kinachokuja kutokea ni kwamba inapofika mwisho watu wanatawanyika wakiwa wamekata tamaa. Yaani watoto, kuna kitabu kimoja kimeandikwa na bwana mmoja anaitwa George Knight. Wazazi walikuwa makini kiasi kwamba mtoto alipokuwa anasinzia alikuwa anapigwa kofi, amka.
atakukuta. Kesha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kesha, usilale. Amka. Muda ukaenda, alafu Yesu akufanya nini? Sijui kama ndilo hilo tumaini ambalo ulikuwa nalo, alafu ghafla linakatika, wewe ungefanyaje? Ghafla katika kipindi hicho makundi matatu yakagawanyika kutoka katika kundi hilo kubwa la watu walioleta vuguvugu kubwa ya ujio wa Yesu mara ya pili. Kundi la kwanza wanaitwa spiritualizers. Hebu sema spiritualizers. Hawa walisema Yesu amekuja na amekuja kiroho na yuko katikati yetu. Hilo kundi likajitenga. Kundi la pili likasema hakuna kitu kilichofanyika, haya yalikuwa ni mawazo tu ya wanadamu, kwisha. Wakatawanyika kundi la tatu. Kundi la pili hilo. Kundi la tatu ndio lile lilokuja. Tunamuona Hiram Hedison akiwa katika shamba lile la maboga. Wakati huo akiangalia, anatazama juu, anapewa njozi tena na anaona mambo ya pekee. Anaambiwa, unajua tukio hili hakulielewa vizuri, ni kwamba kuna jambo linaendelea. Ni kwamba Bwana alikuwa, yani yule kuhani mkuu alikuwa anatoka wapi? Patakatifu kwenda wapi? Patakatifu pa wapi jamani? Hilo likaingia ndani ya kundi hili ambalo sisi ni miongoni mwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Historia inasema katika vipindi vyote hivi bado kulikuwa na watu walioitunza Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku nyingine hiyo tutajifunza, lakini kulikuwa na watu waaminifu katika zama hizo, na ndio utamsikia anayesisitiza katika kipindi hiki anaitwa Rachel. Atakayesimama atasema, kama tunaweza tukashika kweli yote, kwa nini na ile ya kutunza Sabato isiwemo ndani yake? Na hivyo tena inarudi inahamasishwa. Ndio utasikia watu wanaingia hapo, wakina Joseph Bates wanafanya kazi za pekee, na kazi ya Bwana inakwenda. Shauku kuu mioyoni mwao ilikuwa kumuona atakaporudi. Wewe shauku yako ni nini? Sasa hoja kubwa anapoonyeshwa, anaambiwa ya kuwa kuna kazi ya kuhani mkuu takatifu patakatifu, na yuko hapo anaendelea kuomba, anaendelea kusii mbele za Bwana, na muda si punde atatoka. Ndio maana somo letu la leo linasema kufungwa kwa mlango wa nini? Wakati Yesu hatakaa tena katika chumba hicho, wakati ambapo hakutakuwa na nafasi ya kutuombea tena, wakati tutakapokuwa tayari kuungama na kuziacha dhambi lakini muombezi hayupo, wakati ambapo tutatamani sana kuona, yani wanatoa mfano, uko darasani na una uwezo mzuri darasani, unaletewa mtihani na mwalimu, alafu unaangalia unasema, hey, hivi mwalimu alikuwa amelala kutunga hivi, nilitunga mimi au ni mwalimu? Unaangalia mtihani, unaufahamu vizuri kabisa, alafu unaambiwa weka kalamu chini, kusanya, muda umekwisha, na unajua maswali yote na hujajibu hata hili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Uko vizuri, makini, ulieleza unabii, ulifundisha Sabato, ulieleza mavazi ya Kikristo, lakini unaambiwa weka kalamu wapi? Chini, muda umekwisha. Kilio na kusaga meno. Wapendwa, anazungumzia leo habari ya kufungwa kwa mlango wa rehema. Si mara zote tutapata nafasi hii ya kuja na kuabudu hivi tunavyoabudu. Si mara zote tutatembelewa na mchungaji mzee wa kanisa. Si mara zote washiriki wenzetu watatuijia na kutuambia kuna jambo hili katika maisha yako. Si mara zote. Kuna wakati sauti hiyo itakoma na haitasikika tena. Itakoma na haitasikika tena. Kabla wakati huo haujaja, na kusihi mpokee Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumzia habari ya kufungwa kwa mlango wa rehema, tunamaanisha kwamba wakati ule ambapo hatuna tena nafasi ya kufanya uchaguzi wa kumpokea Yesu, wa kuungama dhambi zetu, wa kutengeneza maisha yetu, wakati ambapo sasa tumefikia kiwango cha juu na ukomo, kikombe chetu kimejaa na kimefurika, na hakuna uwezo wa kufanya lolote hata kama unahitaji.
Nawaambia, tunapozungumzia habari ya kufungwa kwa mlango wa rehema, tunazungumzia kwamba Mungu anatambua urahisi wa uamuzi wa bure wa mwisho ambao viumbe wake wanafanya. Ataacha kusii wakati fulani, wakati mlango wa rehema utakapofungwa. Wakati mlango huu utakapofungwa, kuna kudhihirisha kwamba haki ya Mungu, kama vile rehema yake ambavyo tumekuwa tukisema ya kuwa ni ya milele, katika haki yake amekusudia kukomesha dhambi na mateso yake kwa umilele. Yani wakati tunapohangaika na dhambi, Mungu anataka aifute dhambi isionekane tena. Na wewe ambaye haukusikia, mimi ambaye niligoma, sikutembea katika barabara hiyo, inafikia hatua hakuna cha kufanya tena mlango wa rehema unapokuwa umefungwa. Jambo zuri la kushangaza ni Mungu hajawahi kufanya kitu chochote bila kuambia watumishi wake manabii siri yake. Amos 3:7 nasema, hakika Bwana Mungu hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa Mungu ametuonya mbele na anafahamu ya kwamba ikiwa tutakuwa makini kusikia na kutenda, basi tutakuwa tumepona. Sikiliza rafiki zangu, unajua kabla ya habari za miji ile, kabla ya gharika, nani alitumwa kwa ajili ya kuonya ulimwengu? Nuhu. Kabla ya miji ya Sodoma na Gomora kuunguzwa, alitumwa nani? Lutu. Na kabla ya kuja Masihi, alitumwa nani? Yohana. Hivyo leo tena Bwana alituambia, kabla ya siku hiyo haijaja, siku iliyo mbaya ya kuogofya, anasema atamtuma tena nabii huyo ambaye ni Elia, ambaye atabadilisha mioyo ya watoto iwarudie wazee wao, yani imani ya Ibrahimu iwepo miongoni mwa watoto wake. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya kufunga kwa mlango wa rehema, niiweke katika sehemu tatu. Yawezekana ukawa unaelewa zaidi, lakini nikugawie katika sehemu tatu. Kwamba kuna mlango wa rehema unaofungwa katika maisha yetu wakati mtu anapokufa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yani ukifa hakuna kitu kinachoendelea, maisha yako yanafungwa, ijara yako imefungwa na hauna sehemu tena ya kufanya jambo lolote wala kutengeneza. Haijalishi, najua kanisa la Roman Catholic liliwahi kufanya mambo. Wakati fulani walikuwa na kitu kinaitwa indulgence card, yani ni kadi ya kitubio au ya nini. Ulikuwa una mpango wa kufanya dhambi wiki 5 zijazo, una uwezo wa kulipia leo, alafu ukaifanya tu wakati huo. Halo? Yani kiasi kwamba mtu akiwa anataka kwenda kuzini mwaka ujao, ana uwezo wa kulipia leo, na akishalipia hata hesabiwa hiyo dhambi. Na walikusanya fedha za kutosha kwa ajili ya kuwaleta watu. Anasema, bwana, ukienda kwa mtu bwana, umenibia, umenidhulumu, anasema hii dhambi nilishaiungamia siku nyingi sana, kamuulize padri, mambo yalishaishi. Hiyo ndio ilikuwa ikifanyika hivyo. Lakini pia wakawa na kahuduma ka sehemu ya kufanya watu walipie. Ukiwa unataka mtu wako alikuwa amekufa na unataka aende mahali pazuri pazuri, unalipia huduma hiyo, wanamuombea, anahama hatua kwa hatua, vitu ambavyo haviko ndani ya maandiko, havipo kabisa. Ndio maana wana matengenezo wakina Martin Luther mwaka 1517 walibandika yale maneno 95 katika ule mlango kule Wittenberg, Ujerumani, na wakasema kanisa hili, Martin Luther kuanzisha dhehebu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yeye alitaka kubadilisha dhehebu akiwa ndani ya nini? Ya dhehebu. Alikuwemo humo. Kwa hiyo ukisoma historia, kanisa la Waadventista wa Sabato limekuwepo hadi mwaka 170. Wakati emperor mmoja alipotangaza, akasema hawa watu wanatusumbua sana. Akasema hakuna hoja ya biashara ya tohara wala kutunza mambo ya Sabato, yeyote atakayepatikana kuna mapigo. Roman Catholic limekuja baadaye sana. Huwa watu wanatisha sana, wanasema kwamba Roman Catholic ndio kanisa la kwanza. Hakuna kitu cha namna hiyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni historia, lakini tutajifunza. Hoja kubwa tunaiangalia hapa ni kwamba kuna wakati mtu anapokuwa amekufa, ijara yake inafanya nini? Imefungwa. Mlango wa rehema umefanya nini? Sehemu ya pili, mlango wa rehema unafungwa wakati moyo unapokuwa na sifa kamili
ya kuwa mgumu. Jamani, mmenisikia vizuri? Ya moyo, ukisoma katika kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 12 fungu lile la 16 na la 17, kuna moyo wenye sifa ya kuwa namna gani? Yaani unaweza ukashiriki katika mambo yote na ukafanya vitu vingi, lakini una sifa ya kuwa namna gani? Inasema asiwepo nani jamani? Ndio. 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 Malizia kabisa mpaka fungu la 17. Analia machozi, lakini hana nafasi ya kufanya nini tena? Sikiliza, Mama Ellen G. White katika Patriarchs and Prophets ukurasa wa 140 anasema hivi: every day the probation of some is closing. Jamani, mmesikia hiyo? Every day the probation of some is closing. Every hour some are passing beyond the reach of mercy. Kila dakika, kila saa, kuna wengine wanavuka mahali ambapo rehema za Mungu hazitawafikia tena. Moyo wenye sifa ya kuwa mgumu. Sikiliza vizuri, katika testimony ile gombo la 5 ukurasa ule wa 466 anasema hivi: every day we have been associating with men and women who are judgment bound. Kila siku tumekuwa tukishirikiana na wanaume na wanawake ambao tayari hukumu yao imekwisha kuwekwa. Anasema each day may have been the dividing line to some soul. Kila siku inaweza ikawa ni sehemu ya kuchora mstari kwa ajili ya roho za watu. Someone may have made decision which will determine his future destiny. Leo kuna mtu anafanya tena uamuzi ambao utaamua hatima yake itakuwa nini. What has been our influence over these fellow travelers? Anasema, je, ushawishi wetu umekuwa ni upi kwa hawa wasafiri wenza? What effort have we put forth to bring them to Christ? Je, tumeweka juhudi gani kuwaleta, kuwaongoza wamfahamu Yesu Kristo? Kila siku kuna watu, mlango wa rehema unafanya nini? Unafungwa. Tunakaa kwenye magari, kuna watu tulikaa nao siku chache na tarehe 29 wamekwenda, hawapo tena. Na hatukuwahi hata siku moja kuambia habari za Yesu. Sikiliza vizuri, kuna watu ni majirani zetu. Ni juhudi gani inawekwa kabla mlango wa rehema hujafungwa katika maisha yao? Sikiliza, lakini kuna mlango wa rehema kufungwa katika wakati wa mwisho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza vizuri, naomba tufungue katika Mathayo sura ile ya 24. Mathayo sura ya 24, tusome fungu lile la 36 hadi la 39, na baadaye tutaingia katika lile fungu kuu la 43 na la 44. Biblia inasema, lakini fahamuni neno hili, kwamba mwenye nyumba, samahani, nimerudi kwenye fungu kuu. Sikiliza, Mathayo 24 fungu la 36, anasema hivi: walakini habari za siku ile na saa ile hakuna aijuae, hata malaika walio wapi, wala mwana, ila Baba. Jamani, ila nani? Sasa swali langu ni hili ambalo tunaweza tukatafakari katika muktadha huu. Je, ni siku ya kuja kwa Yesu mara ya pili, au kuna maana pana zaidi katika jambo hili? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Je, ni hakika ya kuwa kinachozungumzwa ni ujio wa Yesu mara ya pili?
Je, tusikilize vizuri. Ni nini hasa anachokizungumza? Kwamba je, ni hoja ya Yesu kuja mara ya pili au kuna jambo pana zaidi? Katika fungu hili endelea kusikia, anasema hivi: kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za nani, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa nani. Kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, walioa na kuolewa, hata siku ile aliyofanya nini? Fungu la 39, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wasomaji wa Biblia wa makini wanapoangalia katika fungu hili wanaona ni kielelezo kinachoelezwa, ambacho si hoja ya Yesu kuja mara ya pili, lakini katika kielelezo kinachotolewa kuhusiana na habari ya Nuhu, anazungumzia habari kufungwa kwa mlango wa nini? Kwa sababu anazungumzia mambo mawili makuu. Tangu wakati Nuhu alipoingia wapi? Safinani, hadi gharika ilipofanya nini? Kwa hiyo angalia kipindi hicho anachokizungumza. Nuhu aliingia katika safina na akakaa siku ngapi ndani ya safina kabla ya mvua kunyesha? Siku 7. Biblia inatuambia ni kana kwamba kulikuwa na wito wa pekee na mlango wa rehema ulikuwa unaendelea kuwekwa wazi, watu hawa waweze kuelewa. Walishuhudia kwa macho yao wanyama waliokuwa wanakuja, tena si kwa mistari ya ovyo ovyo, wawili wawili wakitembea kwa taratibu kuingia ndani ya safina. Lakini wanaume na wanawake, akili zao zilizo nyingi sana, ziliwaambia hakuna kitu kama hiki. Yani ni kweli kuna sababu za kutosha za kutuhakikishia ya kuwa Nuhu anapoongea kwamba kuna gharika inakuja, tuna sababu za kutosha za kumbishia Nuhu. Kama leo tunavyoangalia, tunasema kama jana, anasema watu walikuwa wakila na wakifanya nini? Yani biashara, shughuli, mambo yalikuwa yakienda kama walivyotaka, mambo yalikuwa yakisonga. Anasema ndivyo hivyo. Sasa anazungumza Nuhu anakuja, anawaonya watu. Biblia inatuambia ya kuwa Nuhu alihubiri watu miaka mingapi? 100 na ngapi? Yani kipindi hicho chote kilikuwa kipindi cha kuhubiri. Lakini Nuhu tabia yake kuwa tofauti na kuhubiri tu inaelezwa katika kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 11 fungu la 7. Anasema kwa imani Nuhu alipoonywa na Mungu kuhusiana na mambo ambayo hayajaonekana bado, kwa kufanya hima akajenga nini? Hoja ya Nuhu kuwa tofauti na ulimwengu wote, imani yake iliingia katika vitendo, sio hoja ya kuhubiri. Mjumbe huyu aliyehubiri haikuwa mwisho wake, yeye alijenga. Na ninaambiwa kuna watu walimsaidia kujenga. Alijenga, hakukomea tu kuambia watu. Na ndiyo maana ninakuja tena leo kuuliza, imani zetu je, zinajengwa au ni kama kawaida? Je, tunajenga imani zetu katika maombi ya mtu binafsi mmoja mmoja katika kanisa la Mungu, au ni kama kawaida? Je, tunaendelea kuonyesha imani inavyotenda kazi, utii wetu kwa Mungu unaoonyesha imani ambayo ni ya kweli? Je, tunafanya hivyo au ni kama kawaida? Nuhu anaingia ndani ya safina, mvua hainyeshi kwa siku 7. Watu wote waliozunguka wanashuhudia na wanasema ya kuwa, si unaona, tulisema huyu jamaa akili yake ilikuwa, afya yake ya akili haiko vizuri. Wanasayansi walikuwa hawajawahi kusikia kitu kinanyesha kinaitwa mvua. Biblia inatuambia watu waliotesha kwa umande ulioota kutoka ardhini. Kwa hiyo walikuwa na kila sababu za kuamini ya kuwa hakuna kitu kama hicho kitakachotokea. Mungu ametoa rehema, wanyama wanaingia,
Wale watu wanashangaa wanyama na hawa, lakini haikuingia akilini. Mlango wa rehema unapofungwa, unaweza ukawa umepata nafasi na fursa nyingi sana, na ukaisikia sauti ya Bwana mara nyingi sana, lakini usiwe umeelewa, akili yako haijashikwa na Yesu ili ya kwamba ikabidhiwe na yeye ndiye awe mwongozi wako. Kitu kinachotokea hapa, Nuhu anapohubiri muda huo wa miaka 120, anapita kila kona akiwaambia watu habari, ni kana kwamba Mungu alikuwa anapiga picha na anawaambia kuwa siku si nyingi mlango utafungwa na hakuna ambaye atakuwa tayari, ambaye atakuwa na uwezo tena wa kuingia. Safina itakapofungwa hakuna atakayeweza kufungua. Bwana amefungua na ameacha wazi. Watu wanakufa, mlango wa rehema unafungwa. Kila siku kuna watu wanaoendelea kuwa na tabia ya mioyo migumu, lakini kuna tangazo la mwisho: mwenye kudhulumu na azidi kufanya nini? Mtakatifu na azidi kufanya nini? Ndivyo hivyo tangazo hilo litakapotolewa, Nuhu anaendelea kuhubiri na kuambia watu watubu, waache dhambi zao, lakini watu wanaendelea. Niwaambie rafiki zangu, ujumbe huu ni kwangu na kwako. Wito wa toba kabla ya mlango wa rehema haujafungwa. Kanisa letu, mmoja mmoja, familia zetu, angalia nini kinachoendelea maishani mwetu. Je, tunamtambua Yesu kama ndiye kila kitu? Zinaa iliyojaa miongoni mwetu washiriki. Halo? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Zinaa, na imekuwa ni kitu cha kawaida kabisa miongoni mwa watu wote. Nimewambia siku hizi haiachi mchungaji wala haiachi nani, wote wameingia. Mambo yanaendelea na wanasema jamani, unajua Mungu ni wa rehema. Jamani, Mungu ni wa nini? Angalia jinsi tunavyoishi katika wakati mbaya, jinsi ambavyo watu hatuamini hata kile tunachokifundisha. Ukiuliza tunafungua Sabato, hata basi uko mbali unafungua na familia yako, ni wangapi wanafanya hivyo? Najua yako matukio yaliyojipanga kabla ya kufungwa kwa mlango wa rehema ambayo hatuwezi tukayazungumza, lakini pata picha, wewe unachangiaje katika tukio hili? Maana ni makundi mawili tu, upande wa Bwana na upande wa mwovu Shetani. Ndio maana ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 6 fungu lile la 3, anasema Bwana akasema, roho yangu haitafanya nini? Neno linalotafsiriwa kama Bwana hata hukumu mwanadamu milele, hata mhukumu mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka mingapi? 120. Ukisoma vizuri tunaambiwa jinsi Nuhu alivyohubiri katika kitabu cha Petro wa pili, waraka wa pili wa Petro sura ya 2 fungu la 5, anapozungumzia habari ya huyu mjumbe aliyetangaza na kupeleka habari ya haki kwa watu. Mungu alimtumia huyu kuhubiri. Mungu alimtumia ahubiri, lakini hakukomea kuhubiri. Imani yake iliingia katika mpango kazi. Imani yake ilikuwa ikifanya juhudi. Alikuwa akitumia shughuli zake zote, rasilimali zake zote kwa ajili ya ujenzi wa safina. Haikuwa kazi ya ziada. Unajua siku hizi nawaambia kazi ya Bwana inaachwa na baadhi ya watu. Wengine anasema jamani, mimi sitaki mwaka huu mnichague kwa kazi yoyote. Halo? Anasema msinichague kwa kazi ya namna yoyote. Nuhu hakuchukua kazi ya Mungu kama sehemu ya ziada, aliipatia kipaumbele cha kwanza. Yaani aliona ya kwamba ndiyo hiyo, wewe ukipewa kazi. Hivi mimi najiulizaga, hivi jamani, mitume walikataa kazi? Mliwahi kusikia kwamba mitume akasema mimi jamani hiyo kazi naomba mniache? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mlango wa rehema unapokwenda kufungwa, lazima tufanye kazi. Kila mmoja anatafutwa ili wokovu upatikane maishani mwake. Mungu anaponiletea kazi, akiniita kuja kuwa mchungaji,
si kwa sababu mimi ni bora. Kuna wengine wangelifanya kazi hii vizuri kuliko mimi, lakini akatafuta ili niokolewe mimi. Kwa hiyo ukisikia kazi ya Bwana usikatae. Bwana Yesu asifiwe. Kazi uliyokabidhiwa, Nuhu akuihesabu kama kazi ya pili, lakini kazi yenye kipaumbele, kazi iliyokuwa ya thamani, kazi ambaye ilimtengeneza kiroho. Kazi ya Bwana ikufanye umuulize, Bwana unataka nifanye nini? Niwezeshe nifanye. Ndani ya mwaka ujao, watenda kazi mliochaguliwa, uliza mapenzi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza. Kitendo cha siku zile 7 za kukawia kilileta jambo lisilokuwa la kawaida. Anasema siku 7 baada ya Nuhu na familia yake kuingia katika safina, hakukuwa na dalili yoyote ya dhoruba iliyokuja. Katika kipindi hiki imani yao ilijaribiwa. Yaani hii ni Patriarchs and Prophets, ukurasa ule wa 98. Anasema hivi, wakati siku ya kwanza hakuna, ya pili hata wale walioko ndani ya safina wanaendelea, hivi kuna nini? Kuna shida gani humu ndani? Ni kana kwamba tembo akiharisha humo ndani, wanasikia harufu kali, lakini bado wamo, hawatakiwi kutoka na hawaoni mvua. Sasa si ungesubiri Bwana tukaingia baada ya siku hiyo hiyo, alafu tunaingia, alafu safina inafanya nini? Mvua inaanza kunyesha. Lakini siku 7 walisubirishwa. Wakati huo imani yao ilikuwa inajaribiwa. Sikiliza vizuri. Sasa Bwana wewe pray God, hebu tafsiri hii. Chukua maiki kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza anavyosema hapo. Anasema hivi, for 7 days after Noah and his family entered the ark. Kwa siku 7 baada ya Nuhu na familia yake kuingia katika safina, there appeared no sign of coming storm. Hakukuonekana dalili yoyote ya dhoruba inayokuja. During this period their faith was tested. Katika kipindi hiki imani yao ilijaribiwa. It was a time of triumph to the world without. Ilikuwa ni muda wa shangwe na ushindi kwa ulimwengu wa nje. Jamani, mmesikia hiyo? Si mnasema anakuja lini? Furaha. Yako wapi? Tuliwaambia wasomi na wanazuoni wanajua mambo haya. Mmeng'ang'ania, yako wapi? Sikiliza vizuri anavyosema. The apparent delay confirmed them in the belief that Noah's message was a delusion. Kuchelewa kwa kutokea gharika kuliwafanya wajikite katika kuamini kwamba habari ya Nuhu ilikuwa ni delusion. Bwana Yesu asifiwe. Ni ya kufikirika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza vizuri rafiki zangu. Ndivyo hivi ambavyo tunavyoona kukawia kuja kwa Yesu. Kuna tufanya hivi, anakuja lini? Ngoja tuendelee na maisha. Wanaoa na kuolewa. Kuoa na kuolewa sio shida hata siku moja. Lakini anataka kutuambia maisha yalikuwa yanaendelea kama kawaida. Vitu vilikuwa vinafanyika, wanaona kwamba jana tuliamka, leo tutaamka, mambo yataendelea. Waliona watu wanashangilia huku, na wako wengi tulioko ndani ya kanisa la Mungu tunaona hili katika picha hiyo. Kazi na wajibu uliowekwa mabegani mwetu hatuoni kuwa wa thamani tena. Ibada imekuwa ni sehemu za social life. Jamani, tunakuja tunakutana siku ya Sabato, tunakutana na washiriki wenzetu. Baada ya hapo tunafanya nini? Hakuna ujumbe unaoumiza mioyo yetu na kutufanya tutafakari, hivi nasubiri nini katika ulimwengu huu wa dhambi? Hili lilikuwa maishani mwao, na watu wa ulimwengu kule wanaendelea kushangilia. Sikiliza, anaendelea. And that the flood will never come. Na walidhani gharika isingekuja. Notwithstanding the solemn scenes which they had witnessed. Pasipo kujali alama ambazo walikuwa wameziona. The beasts and birds entered the ark. Wanyama na ndege wakiingia katika safina. The angel of God closing the door. Malaika wa Mungu wakifunga mlango. They still continued their sport and verily waliendelea na michezo yao. Even making a jest of this sign. Hata kukejeli alama hizi. Manifestation of God's power. Udhihirisho wa nguvu ya Mungu. They gathered in crowds.
about the ark, walijikusanya katika makundi wakizunguka safina, deriding its inmates, wakiwasema waliokuwepo ndani yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. With a daring violence, wakiwa na ghasia which they had never ventured upon before, ambayo hawakuwahi kuifanya kabla. But upon the 8th day, lakini katika siku ya 8, but upon the 8th day, lakini katika siku ya 8, the dark clouds, mawingu meusi, overspread the heavens. yalitanda katika anga. There followed the muttering of the thunder, na baada ya hapo ikasikika ngurumo, and the flash of lightning. na miale ya radi. Soon large drops of rain began to fall. Kisha matone makubwa ya mvua yakaanza kudondoka. The world had never witnessed anything like this. Dunia haikuwahi kushuhudia jambo kama. And the hearts of men were struck with fear. Na mioyo ya wanadamu ilikumbwa na woga. All were secretly inquiring, wote walikuwa wanajiuliza ghafla, can it be that Noah was in the right? Je, huenda Nuhu alikuwa sahihi? And the world is doomed to destruction? Je, huenda dunia imekusudiwa kuangamia? Darker and darker grew the heavens. Giza lilizidi kutanda angani. And the faster came the falling rain. Na ndipo mvua iliendelea kudondoka kwa kasi. The beasts were roaming. Wanyama walikuwa wakizurula about in the world terror, wakiwa na hofu kuu. And their discordant cries seemed to mourn out their own destiny and the fate of men. Na jinsi ambavyo hawakuwa na mpangilio, ilionekana kana kwamba wakitamka hatima yao pamoja na wanadamu. Then kisha the fountains of the great deeps were broken up. Chemchemi za vilindi zikafunguka. And the windows of heaven were opened. Na madirisha ya mbinguni yakafunguliwa. The water appeared to come from the clouds. Maji yalionekana kutoka katika mawingu. In a mighty cataract. Katika wingi wa ajabu. Rivers broke away from their boundaries. Mito ilipita kingo zake. And overflowed the valleys. Ikajaza mabonde. Jets of water burst from the earth. Mitiririko ya maji ilifumuka kutoka katika dunia. With undescribable force. Katika nguvu isiyoelezeka. Throwing massive rocks hundreds of feet in the air. Ikirusha miamba katika mita nyingi angani. And these in falling buried themselves deep in the ground. Na ikidondoka ilijichimbia chini katika ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Haya yalikuwa yakitokea. Watu hawa waliokuwa nje, waliokuwa wamenyamaza, giza linaanza. Hivi kweli, hivi yawezekana Nuhu alikuwa sahihi? Hivi yawezekana? Nimewaambia una mtihani kabisa, ulielewa kila kitu. Alafu unaambiwa weka kalamu chini. Muda umefanya nini? Umekwisha. Ndipo utambuzi unapokuja maishani mwa watoto wa Mungu. Wakati walipokuwa wakitarajia, unajua somo la kufungwa kwa mlango wa rehema ni refu. Na sitamani kwenda kwa muda sana. Lakini nikwambie muda huu Mungu ametupatia rehema leo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama inawezekana, mshikilie Yesu na uiache ile dhambi inayokutesa. Ni sasa, kabla muda haujaisha. Sasa najua wako washiriki ni wachawi. Jamani, ni watu gani? Sasa ndio muda wa kutengeneza mambo yako na Bwana. Wako washiriki biashara zao wameziweka rehani kwa waganga wa kienyeji. Na mambo yanaendelea bila shida. Wanaona wako sawa. Asema walikuwa wakikejeli, wanasema Mungu anaongesaidiwa. Achaneni na mambo yenu hayo. Na wakaona mambo yatakwenda sawa. Wapo watu ambao kila siku kuna dhambi haziugamwi na zinaachwa, kila siku tunaendelea kuzipatia nafasi. Wakati mwingine tena tutafanya. Nimsikia mhubiri mmoja anaitwa Stephen Bohr. Alikuwa akitoa mfano na kielelezo akizungumzia habari ya kufungwa kwa mlango wa rehema.
Alitoa mfano wa volkano iliyokuwa inaitwa volkano ya Armero. Hebu sema Armero. Hiyo ilitokea katika sehemu ya Colombia. Colombia huko ilikuwa ni Novemba 13 mwaka 1985. Walipewa wito kwamba volkano inaweza kulipuka wakati wowote. Volkano hii ilikuwa imelala kwa muda wa miaka 69. Kwa hiyo ilivyokuwa imelala, watu wakaamini hakuna kinachoweza kutokea. Na hivyo walipoambiwa kwamba itaamka, itatoka huko, watu hawakujali. Ukweli ni kwamba ukisikia taarifa anazozisoma yule bwana utashangaa. Anasema walirudiwa mara kadhaa na anasema miezi miwili kabla watu walipewa taarifa, kwa sababu kuna vitu vilikuwa vinaonekana. Ni volkano iliyomaliza watu zaidi ya 29,000 katika siku hiyo ya tukio, lakini ambaye ikaendelea kumaliza watu hadi 500,000 kwa sababu ya uzembe na kutokuelewa. Taarifa zilikuja, wakaambiwa kabisa, dalili zinaonyesha hii imekuwa si kawaida. Tafadhalini jamani, wote mlioko hapa, hameni, tokeni, mambo yataharibika. Watu wakasikia, wakasema ai, hakuna. Na wanatoa taarifa zilizokuwa na hakika. Katika moja ya taarifa zinazotolewa Marekani, mmoja wa waandishi akawaambia hawa watu hawapaswi kuwekewa mashaka, hivyo hakuna sababu ya kutilia mashaka. Anasema meya alisimama mbele za watu. Watu wameambiwa na wanaona kuna ishara, mara giza limetanda ambalo linaonekana sio la kawaida. Watu wakaendelea kukaa. Meya anakuja anawaambia watu, msiwe na wasiwasi kabisa, mambo yako vizuri. Wanatangazwa, bishop mkubwa anakuja anawaambia hakuna sababu ya kuambia watu wawe na mashaka. Na anasema, huyu mchungaji anaeleza, anasema kwamba watu wa Adventista wa Sabato 120 walikufa katika hilo. Na wao waliokuwa wameonywa na wameelezwa habari za majira na nyakati kwamba mlango wa rehema utafungwa muda wowote, walipewa taarifa. Na wengi waliopona walikuwa wanasema usiku wake tulikuwa tumeona hali haikuwa ya kawaida, vitu hivi, ishara zote kana kwamba zilikuwepo. Lakini wakatokea watu experts, wasomi, wanaojua mambo ya volkano, wanaojua vitu vizuri, Biblia na usomi wake. Wakawaambia jamani, sikilizeni, hiki kitu hakuna, haitakuwa. Ilienda na ilipofika, miji ikabakizwa kuwa majivu, watu wakafa. Maonyo yote yalikuwa yametolewa, watu walikuwa wameshaambiwa kwamba hali ni mbaya, lakini hawakusikia. Kila mmoja aliendelea na maisha kama kawaida. Ndivyo hivi, niwaambie, kuna hali ambazo zinatisha katika kanisa letu. Ndivyo hivyo kila siku katika maisha yangu, katika maisha yako, kuna vitu ambavyo kadri tunavyoendelea tunafungamana na ulimwengu kuliko kufungamana na Mungu. Angalia sherehe zetu huko ulimwenguni zinavyofanikiwa na mambo yanavyokwenda, lakini angalia inapofika katika mambo yetu kanisani hapa tunavyoyafanya. Angalia jinsi ambavyo unapiga hesabu ya vitu unavyoweza ukafanya nyumbani, lakini katika kanisa la Bwana vinavyofanyika. Kengele zilikuwa zinalia zote, zinawaamsha watu kutoka usingizini, lakini hawakujali. Mlango wa rehema unafungwa kila siku maishani. Ninyi ni marafiki na mashuhuda katika kanisa letu. Katika kipindi hiki, marafiki zetu wawili, sijui na ndugu zetu wangapi wamelala. Unashika watoto wako kuwapeleka ndani ya nyumba, unapatwa. Ninachokizungumza ni hiki, mnajua mlango wa rehema unafungwa kila siku maishani mwetu. Hivi tunaelewa ya kuwa hata nikitoka hapo, unajua kuna wachungaji wamesimama kuhubiri hawakutoka hapo.
akaangukia hapo hapo, akafanya nini? Tunaelewa haya? Je, tunafanya kama watu wanaoelewa uharaka na thamani ya ujumbe wa kuja kwa Yesu mara ya pili ilivyo? Au nitakuja, nikitoka sasa hivi nitaenda, wengine wamepanga kuna mechi za kwenda kuangalia, wengine baada ya hapa nitakwenda, nina appointment na binti na kijana fulani, nitakwenda hapo, mwingine amepanga baada ya hapa. Kila siku wito wa Bwana unarudi. Wito wa Bwana umekuja kwetu leo tena. Na anasema leo unaposikia usifanye moyo wako kuwa namna gani? Mungu atusaidie tufanye uchaguzi ulio sahihi kabla mlango wa rehema haujafungwa. Rafiki zangu, kabla mlango wa rehema hujafanya nini? Ninadhani tutapata nafasi ya mafundisho mlango wa rehema utakavyofungwa, lakini nataka niwaambie Mungu atusaidie. Yawezekana leo kwangu, kwako ukafungwa leo hii, na umetoka kabisa baada ya kuhubiri, alafu mlango unafanya nini? Unafungwa. Niwatie moyo rafiki zangu, mlango wa rehema uko wazi. Kila mmoja anakaribishwa, na wanaotaka kuondoka hawajazuiliwa. Mungu anatamani watoto wake wote waisikie sauti yake. Lakini katika haya yote, wewe unawaza nini? Hivi ni kweli unasikia wito wa Bwana ndani ya moyo wako, au ni moja kati ya masomo tu yanayozungumzwa alafu baada ya hapa tutaondoka? Je, unahisi kuna dhambi ambayo inakutafuna na Mungu asipoingilia kati mambo yataharibika? Ni wakati sasa wa kuiweka miguuni pa Yesu.